Simama katika mnara wa rehema, nione jinsi Bwana atakavyonipa uwezo na nguvu za kusonga kwa hatua zingine kubwa ambazo ziko mbele yangu. Nashukuru sana. Twende moja kwa moja kwa mnara wa rehema ndani ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani, radio inayekuwa kwa kasi sana duniani. Sisi ni washindi, tena zaidi ya washindi. Twende Shilo, bado pana matumaini. Hata kama mti umekatwa, kwa harufu ya maji utachipuka sana. Nasema asanteni popote mlipo mnayetuombea, na pia tena mnachukua hatua ya kusoma na kituo hiki kifedha, maana fedha zenyu mnapotuma kwetu hata kama ni kichache tunashukuru sana, maana tunapopokea fedha zile zinatusaidia kusalia hewani daima, na zaidi ya yote upenyezo wa kuweza kupata mtambo wa nguvu transmitter unayeweza kupeperusha sauti zetu, matangazo yetu kwa umbali na kwa njia nzuri, kwa njia ya FM. Basi mtambo wetu tunapopata tunashukuru sana. Basi unapotuma kichache unatusaidia kwa upenyezo, na jina la Mungu liinuliwe na litukuke milele, kwa sababu anatenda mema. Matthew Ndeva ndilo jina langu, ni kwa neema tu ndicho kipindi, na tunaenda nayo moja kwa moja ndani ya mnara wa rehema. Nasema hivi 4561468 4561468 ndio till namba ya Radio Fortune Africa. Tumia mitandao yote na ituma fedha, na utakuwa umeweza kuyashika madhabahu haya. Asubuhi njema kabisa, utakuwa umeweza kushiriki baraka hizi kwa njia bora tena ya kupendeza kabisa. Mnara wa rehema. Katika ujenzi wa mnara huu, katika ujenzi wa huu mnara, kuna vitu vitatu ambavyo lazima uzingatie Jumapili hii unapojenga juu ya mnara huu. Matumaini yangu na maombi nilionayo ni kwamba Mungu huyu aliyekulete leo ni mwaminifu, na akupelekapo utafika salama. Jambo la kwanza, kutii. Kutii. Unapojenga katika mnara huu unahitaji kuwa mtiifu sana. Kwa nini? Bwana Mungu anapendezwa na watu watiifu. Jambo la pili, unapojenga juu ya mnara huu lazima uwe mtu mnyenyekevu, unayenyenyekea sana. Kwa nini? Jehova Mungu apendezwa sana na wanyenyekevu. Na jambo la mwisho na la tatu, kwa mambo haya matatu, lazima uwe mtu ambaye anaishi kwa imani. Imani. Kila yoyote aliyekuwa na imani Kristo alimponya. Hata wakati mwingine aliwaambia, enyi wenye imani Aba, nini kibaya nanyi? Enyi wenye imani Aba, mbona? Hata akawaambia ni afadhali muwe na imani ndogo kabisa kama chembe ya haradani, na mambo yenyu yanaweza kuwa shwari. Hata mnaweza ambia mlima huu ng'oka, na ukang'oka. Basi katika ujenzi wa mnara huu lazima uzingatie mambo haya matatu. Jambo la kwanza, uwe mtiifu, mtu wa kutii. Jambo la pili, uwe mtu mnyenyekevu, na jambo la tatu, uwe mtu aliyejengwa katika imani kabisa. Hivyo muwatii, na ninyi fanyeni hivyo, jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumia na kusababisha mambo yenu kuwa mema. Mungu anapendezwa na wenye haki, tena anawashusha wenye kiburi na kuwapa wanyenyekevu neema. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili aweze kuwainua katika kizazi hiki ambacho mnakaa ndani yake. Unyenyekevu ni jambo bora tena la busara kabisa, maana Mungu anapendezwa na watu wanyenyekevu, na zaidi ya yote anawainua toka hatua moja kwenda hatua nyingine. Basi ujengapo juu ya mnara huu, zingatia sana kuwa mnyenyekevu, tena zingatia sana kuwa mtiifu, na jambo la tatu, zingatia sana kuwa na imani. Katika imani yote yanawezekana. Katika imani malango yanafunguliwa. Katika imani kuta zinajengwa, kuta zinasimama. Naangalia katika imani Mungu anawasaidia walio na imani kusonga hatua zingine ambazo ni kubwa sana. Basi nyenyekeeni chini ya mkono hodari wa Mungu, maana Mungu anawainua wanyenyekevu. Anasema basi nyenyekeeni chini ya mkono hodari wa Mungu ulio hodari, ili aweze kuwainua katika hatua zingine zote mnazozihitaji kwake. Mtua yeye, fadhili zake na ukuu wake utazidi kuwakuza na kuwainua siku zote. Muwe na asili ya kukesha, kuomba na kutafuta uso wa Bwana, na mfahamu jambo hili ya kwamba mstaki wenyu Ibilisi siku zote anaguruma akitafuta ni nani atakaye mmeza ama kumwangusha. Bali watu walio na imani katika Mungu, wanayenyenyekea mbele zake Mungu, na pia ni watiifu,
licha ya yeye kuguruma na kuzunguka hapa na pale, huyo mshtaki wetu hata tuweza. Kwa nini? Tunaamini kwa Mungu na tunanyenyekea kwake na tunatafuta uso wake siku zote. Basi nasema hivi, awatukuzwe Mungu Baba aliye na imani, nanyi mkipigana na huyo adui siku zote, mateso na shida zitakapokuja, Bwana ataziondoa, mtabaki salama, watu walioinuliwa katika huduma na moyo ulio bora katika safari zenyu zote. Ndugu, ishini katika kunyenyekea na kuishi katika maisha ya utiifu na imani, na Mungu hata wacha maisha yenu yateseke, hata wacha mpitie hali nzito ngumu katika siku zenu zote. Basi na Mungu wa neema yote aliyomuita watumishi wengi na kuwatunza katika safari zao siku zote, na hata ndiye aliye baba wetu Yesu Kristo, aliyemtuma kwa ajili ya kutukomboa katika hali nzito ya kuteswa, akapigwa na mwishowe akaweza kushinda mauti na kifo, yu mkono wa kiume Baba anatuombea. Basi amani ya Mungu na amani yake Jehova iwalinde na kuwatunza siku zote popote mlipo. Lakini katika kujenga juu ya mnara huu, zingatieni sana haya mambo matatu. Jambo la kwanza, utiifu; jambo la pili, unyenyekevu; na jambo la tatu, kuweni na imani. Yote imewezekana. 4561468 hiyo ni namba ya Radio Fortune Africa. Tumia nambari hiyo kwa hatua nzuri ya kupendeza, ili kichache ulicho nacho unapotuma kwetu. Tunashukuru sana na kusema ainuliwe Bwana, akutende mema. Jumapili yako inuliwe na neema ya Baba ikutoshe unaposhiriki baraka hizi. Matthew Ndeva ndio jina langu. Radio Fortune Africa, ukweli na burudani, radio inayekuwa kwa kasi sana duniani, the heartbeat of Africa. Wema wa fadhili zake Mungu zingali pamoja nasi. Nasema asanteni popote mlipo, na Bwana watende mema, na Jumapili ya baraka tele tele tele.